Shule ya sekondari ya Tungi inayopatikana manispaa ya Kigamboni katika jiji la Dar es Salaam ni mojawapo kati ya shule zilizoshiriki Uwezo Award kwa mwaka 2019. Mradi huu unaoendeshwa na shirika lisilokuwa la kiserikali la Great Hope Foundation umelenga kuwajengea wanafunzi ujuzi wa ujasiriamali wawapo shuleni ili uwe msaada kwao katika soko la ajira mara wanapotoka shuleni. Katika Uwezo Award mwaka 2019, shule hii ilishiriki na kufanikiwa kunyakua tuzo ya fedha, yani Silver Trophy, baada ya kuwa washindi watano kati ya shule 100 zilizoshiriki za mkoa wa Dar es Salaam na Pwani. Je, wanafunzi hawa walifanya mradi gani? Mwaka 2019 tulishiriki mradi wa Uwezo Award ambao tuliuita Taka ni Mali. Mradi huo ulituwezesha kupata pesa ambayo iliweza kutusaidia katika vitu ambavyo tulivifanya. Tulinunua rangi nyeupe na rangi nyeusi ambazo tulipaka madarasa yetu, tulikarabati sehemu ambayo anakaa matron kwa ajili ya wasichana. Pia tulinunua vifaa kama fagio, madekio, fagio hizi laini za kufagilia ndani ambazo tulipeleka katika hospitali ya Kigamboni ambayo ilisaidia usafi katika hospitali ile. Pia tulifanya usafi katika hospitali ile, tulitumia vile vifaa kwa kusafisha hospitali ya Kigamboni. Katika mradi wetu wa Taka ni Mali tulifanya vitu ambavyo vilitusaidia tupate fedha. Moja, kwanza tulitengenezesha fomu ambazo tulikuwa tunasambaza nje ya shule na ndani ya shule, ambayo ilikuwa inasaidia kuongeza katika mfuko wetu wa klabu. Pia tulitengenezesha kata ambazo unaweza kuvaa mkononi au shingoni. Pia tulitengenezesha mabegi, tulifuma mabegi ambayo yalikuwa kiutamaduni zaidi kiafrika. Kwa hiyo tulikuwa tunauza kwa walimu na pia majumbani. Pia tulitengeneza bonanza. Watu walionyesha talenti zao, kwa mfano watu waliimba, walidance, walicheza, pia walionyesha fashion. Tulibuni mavazi, watu wakawa wanapita mbele wakawa wanaona. Kwa hiyo vile talent kama unataka kuhudhuria, ulikuwa unatakiwa uingie na kiingilio ambacho kilikuwa shilingi 300. Njia nyingine tuloitumia katika kuingiza fedha katika mradi wetu Taka ni Mali ilikuwa ni mkaa. Na mikaa hiyo ilikuwa design 3. Ulikuwa mkaa wa chenga za mkaa, na ulikuwa mkaa wa udongo wa mfinyanzi, na ulikuwa mkaa wa makaratasi. Chenga za mkaa zenyewe kwa tunafuata nje ya shule. Saa nyingine kantini pale mama akibakisha chenga zile tunakusanya, na tulikuwa tunanunua na unga ngano na tulikuwa tuna mix na maji kidogo. Baada ya hapo tunafinyanga kama matonge. Baada ya hapo tunaanika na kuwa tayari kwa kutumia. Njia nyingine ni mkaa wa udongo wa finyanzi. Udongo wa finyanzi kwenye utengenezaji wake ilikuwa tunautafuta udongo wa finyanzi, tunauchekecha, then tunauchanganya na malanda na tunamix kidogo na chenga zenyewe za mkaa. Baada hapo unavuruga na maji kidogo, then nakuwa nakakama kama ugali, unatoa unakata matonge na nika inakuwa tayari kwa kutumia. Na design nyingine na tatu na ya mwisho ni kwa kutumia makaratasi. Kwa tukitafuta makaratasi ndani ya shule na nje ya shule, tunachanganya yote kwa pamoja, tunayaloweka. Baada ya kuyaloweka, nahakikisha yashakuwa laini, yameolojeka kabisa. Kiasi kwamba ukilikamata unaweza kulikunja vyovyote unavyotaka wewe. Unakamata, unakunja, baada ya hapo unaanika, inakuwa tayari kwa kutumiwa. Kwa jumla tulivyokusanya katika hizo hela zote tulipata shilingi 340,000. Kwa zile hela tulizozipata tukaingiza kwenye mfuko wetu wa klabu. Ni changamoto gani walizipitia katika kufanya mradi huu? Changamoto kubwa zilikuwa zinajitokeza kwenye kutengeneza mkaa. Sana sana ilikuwa kwenye sehemu ya kutengenezea na sehemu ya kuandikia. Sana sana kwenye sehemu ya kutengenezea ilikuwa inabidi upate ndoo, upate sehemu safi ya kuandikia ule mkaa. Ilikuwa ina cost sana sehemu ya kuandikia. Ushirikiano katika klabu, kuna siku ambazo tunakuwa tunakubaliana
kwamba siku hii tuitenge kwa ajili ya club. Kama tuseme leo ndio siku tunakubaliana wote members tukutane, ila wanakuja baadhi wengine hawaji kuona kwa changamoto. Hata kama tukisema tuanzishe michango discuss, inakuwa ni changamoto. Ya pili ilikuwa ni kuhusu uaminifu. Tulikuwa uaminifu wetu kwa mwanzo ni mbovu, sababu kama tulivyoanzisha fomu ili tuweze kupata hela, tuligawa kwa watu katika uaminifu kuchukua watu ilikuwa vizuri, ila katika urejeshaji wengine wanakuja wanasema iliharibika, imepotea, inakuwa kama changamoto. Katika uzaji tuliamua tutoke nje ya shule pamoja na baadhi ya wanachama wenzetu wa Uwezo Club. Kule tulikutana na watu wengine wengi wamezoea hii mikaa ya miti. Sasa sisi tulikuwa tumetengeneza mikaa design nyingine. Hasa wengi walikopo sio rahisi kuielewa ile mikaa. Hasa ilikawa inatubidi sasa tuanze sasa kufanya kazi ya kuelewesha na tuielezee biashara yetu kwamba inatumikaje, na ilichukua muda. Sasa wengi wakawa walinunua, lakini wengi wao walikuwa wanapenda hii mikaa ya jumla. Wakati mwingine tulikata tamaa, lakini tukapeana moyo wote pamoja, tukaendelea na hii biashara ambayo tulianzisha kama mradi wetu wa kutuingizia kipato katika kikundi chetu. Mwaka 2019 niliuziwa mkaa na wanafunzi wa kupikia. Mkaa huu ni mzuri na unawaka vizuri, matumizi yake ni mazuri. Umetengenezwa kwa udongo na chenga za mkaa. Matumizi yake ni mazuri. Unaweza ukakaa kwa muda kupikia, na unaweza ukauzima ukarudia tena, ukikauka unaweza ukawasha tena ukawaka. Unaweza ukapikia kwa muda mrefu. Hauna gharama. Ni mkaa ambao naweza kuendelea kutumia hata kama wakija kuniuzia tena, naweza kuendelea tena kutumia. Tulifanya mradi, tulikuwa tuna imani tutashinda, kwa sababu tulikuwa tunajitahidi, yani tulikuwa tunajitoa ili tufanye kitu ambacho kitaonekana katika jamii, na tuliposhinda tulijisikia furaha sana, tukajua kama tunaweza na tunajitahidi mwaka huu tutafanya vizuri tena. Na ni mambo gani unajivunia kujifunza kupitia mradi huu? Kujiamini na kitu unachokifanya. Kama hujiamini huwezi ukafanya kitu ambacho unaitarajia ukifanya. Kitu kingine nilichojifunza ni ujuzi. Nilikuwa na kizalau kitu ambacho nafanya, kitu cha kijinga tu. Ila baada ya kufanya na kuona kinaingiza hela, kaona kumbe ni kitu cha maana, kinaingiza hela. Naweza hata baada ya kumaliza shule nikajiajiri mwenyewe. Kitu nilichojifunza katika Uwezo Awadi 2019 ni kutokujizalau. Kwa mfano, kipindi tunatangaza kufanya mradi, watu ambao walikuwa wanaweza kutengeneza kacha, kutengeneza mkaa, walikuwa wanajizalau kwamba naweza nikatoa hiki kitu afu watu wasikichukulie kama kilivyo, wakakizalau, nikaonekana sina pointi ya maana. Lakini baada ya kujitoa, walipoongea, tukafanyia kazi, kilituingizia kipato. Kingine nilichojifunza kujitoa. Kwa mfano, watu walijitoa katika kuuza mkaa, kutengeneza, kuchangisha fomu na wakarejesha kwa uaminifu. Kwa tukijitoa hata katika jamii, hata katika ndani ya shule na nje ya shule, tunaweza tukaonekana tukaonyesha kipaji chetu. Kujiamini. Watu wengi kwa hawataki kujionyesha kipaji chao, walikuwa dharau. Kwa mfano, utengenezaji wa mkaa makaratasi, walikuwa jiamini, wasema nani atachukua bwana, watu washazoea mikaa hii, nani atafanya hivi, vitu kama hivyo. Kingine ni kutunza mazingira. Tunaweza kujiwezesha wenyewe kwa takataka hizi tunazozunguka. Kwa mfano, makaratasi tunawachoma moto na nini, tumetumia kutengeneza mkaa makaratasi. Kwa njia hiyo tulitunza mazingira. Kuwa na nidhamu. Pale mwalimu anapotuambia fanyeni hivi, tuwe tunafanya. Na hata pale viongozi wetu, wenyekiti, katibu wanapotuambia fanyeni hivi, tuwe tunafanya, maana vingine vinaweza vikatuletea faida hapo baadaye tunapomaliza shule na tukajiendeleza. Nimejifunza umuhimu wa kuwa na umoja. Tulipokuwa tuna umoja, tuliweza kuunda kitu ambacho kimeonekana katika jamii yetu. Kwa mfano, yani tulikuwa tukiitana, tukisema tunatengeneza hiki kitu, basi huwa tunakubaliana kwa pamoja na tunakitengeneza. Kitu kikubwa ambacho nimejifunza ni kwamba sisi wanafunzi tunaweza, kwa jinsi ambavyo tumeweza kupata pesa, ambayo hiyo pesa tumefanya vitu vya kawaida ambavyo vimetupeleka kufanya kitu kikubwa ambacho kimeonekana kwa watu. Kwa hiyo ninaamini kwamba sisi wanafunzi tunaweza, tukiwezeshwa tunaweza. Umuhimu wa teamwork katika klabu, kwamba
tunaposhirikiana kuamua jambo, hiyo inasaidia kwamba tunaweza kufanikiwa. Kama tulivyoamua, tunachangisha fomu, tunaita kwa pamoja, huo ni ushirikiano. Tunachukua bidhaa tulizozitengeneza kama mkaa na kacha, tunazipeleka kuuza mtaani. Kitu kingine nilichojifunza katika Uwezo Award Club, umuhimu wa ubunifu, kwamba ubunifu, mimi nilikuwa siwezi kutengeneza mkaa, siwezi kutengeneza mabegi ya kufuma, ila nimejifunza kwa wenzangu, tumekaa chini tukaelekezana na ninaelewa sasa hivi. Hata kama kwa muda hata nikipata naweza katengeneza mwenyewe kwa manufaa yangu, nikauza nikapata hela. Kitu nilichojifunza mimi kwenye Uwezo Club ni umuhimu wa kuwa mwaminifu. Ni kwamba upande wa uaminifu ni kwamba kama hivi wakati mwingine tunakabidhiana hela, mtu anaweza akanipa mimi, labda ameniamini, kwa hiyo inabidi nisiende vile ninavyotaka mimi, inabidi niende kwa makubaliano, nisije nikazitumia kinyume. Wakati hii zilikuwa ni hela za mradi, tuna lengo la kujiendeleza, lakini mwisho wa siku ninajiendeleza mimi. Mwalimu msimamizi wa klabu iliyofanya mradi huu alikuwa na haya ya kusema kuhusu huu mradi. Yule watoto waliweza kuonyesha talenti zao, kwa sababu tuliona vipaji vya kuweza kuvumbua vitu. Waliweza kutengeneza mkaa kwa kutumia makaratasi. Walipotengeneza ule mkaa kwa kutumia makaratasi na chenga za mkaa, dongo za finyanzi, wakauza, wakapata pesa. Lakini pia walifanya talent show hapa shuleni, wakakusanya pesa, ambazo pesa zote zile kwa ujumla walienda wakanunua rangi na gypsum, wakaleta hapa shuleni, ikapakwa kwenye madarasa ambayo yalikuwa yamechakaa zaidi. Na hii ilionyesha kwamba wao kama watoto, mbali na kwamba wanasoma, lakini pia waliweza kutumia ujuzi wao mdogo walionao kwa kushirikiana na kuweza kufanya kitu kikubwa ambacho pengine shule isingeweza kufanya kwa wakati ule. Kwa hiyo tunachojifunza ni kwamba hawa watoto wanavyo vipaji, lakini vile vipaji hatuwezi kuviona kama hatutawawezesha, na kama Uwezo Award isingekuwepo, watu tusingejua kwamba watoto wana uwezo wa kufanya kitu cha namna hiyo, wakaweza kuleta vitu kama hivi. Kwa hiyo tunashukuru pia Uwezo Award kwa sababu iliweza kuinua vipaji vya watoto na kuwafanya waweze kushiriki. Lakini sio tu kwamba walipaka rangi, tunaona pia walijitahidi, wakakusanya vitu vya vifaa vya usafi, wakaenda kufanya usafi hospitali ya Kigamboni na wakatoa misaada hiyo, mifagio. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba hawa watoto wameweza kuonyesha kipaji ambacho hatukuwa tunajua kama wanacho. Na huu ndio ukawa mradi ulioipatia shule ya sekondari ya Tungi ushindi katika Uwezo Award mwaka 2019.